Hujambo na karibu katika taarifa zetu za habari toka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakukaribisha katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kuiona hapo kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako, mapendekezo yako. Langu jina ni Idi George, mtangazaji wako wa Congo Post News. Tunakukaribisha katika taarifa yetu hii ya habari za mchana wa leo, ambapo tutakuletea matukio mbalimbali toka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile tutakuunga na habari za kimataifa. Baki nasi mwanzo hadi mwisho. Sauti yetu, habari zako. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mji wa Sake na maeneo yake ya jirani, jambo linalozidi kuwatia hofu wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka kwa vyanzo vya ndani, matukio ya mauaji, utekaji nyara pamoja na wizi umeongezeka kwa kiasi kikubwa siku za karibuni. Matukio hayo yanaripotiwa kutokea mara kwa mara, hali inayosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi ambao kwa sasa wanaishi kwa hofu na wasiwasi mkubwa juu ya usalama wao na mali zao. Eneo la Sake kwa sasa linatajwa liko chini ya udhibiti wa AFC M23, hali ambayo imechangia kuzofika kwa mifumo ya ulinzi na usalama. Kutokana na hali hiyo, wakazi wengi wanajikuta bila ulinzi wa kutosha, huku baadhi wakilazimika kukimbia makazi yao ili kuepuka vitisho vinavyoendelea. Mashuhuda wanasema kuwa visa vya utekaji nyara vimefanyika hasa nyakati za usiku, ambako watu wanalengwa majumbani mwao hata njiani. Wizi wa kutumia nguvu nao umeongezeka, huku wahalifu wakivamia nyumba na kuchukua mali kwa mabavu. Katika baadhi ya matukio, mashambulizi hayo yameishia kwa vifo vya raia wasio na hatia. Wananchi wa eneo hilo wameelezea hofu yao kubwa na kuitaka jamii ya kimataifa pamoja na mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kurejesha hali ya usalama. Wanasema kuwa maisha yao yako hatarini kila siku na kwamba bila msaada wa dharura hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Wakati huo, wadau wa haki za kibinadamu wanaendelea kuonya juu ya athari za kuendelea kwa ukosefu wa usalama katika eneo hilo, wakisisitiza umuhimu wa kulinda raia na kuhakikisha kuwa haki zao zinaheshimiwa hata katika mazingira ya migogoro. Kwa ujumla, hali ya usalama katika eneo la Sake na maeneo ya jirani yanaendelea kuwa mbaya, huku wakazi wakihitaji msaada wa haraka ili kurejesha utulivu na amani katika eneo hilo. Mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Kajeje lililoko kwenye kundi la Mudaka kaskazini mwa mji wa Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa zinaeleza kuwa mapigano hayo yanahusisha waasi wa AFC M23 dhidi ya makundi ya kujilinda ya wazalendo wanaosaidiwa na jeshi la serikali yani FARDC. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yametumia silaha nzito na nyepesi, hali iliyoathirisha kuongezeka kwa nguvu ya mashambulizi katika eneo hilo. Eneo la Kajeje lina umuhimu wa kimkakati kutokana na ukaribu wake na mji wa Bukavu pamoja na kuwa karibu na mipaka ya hifadhi ya taifa ya Kahuzi-Biega, umbali wa takriban kilomita 5 tu. Wakazi wa maeneo ya jirani wamelazimika kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao, huku wengine wakijificha ndani ya manyumba au kwenye maeneo ya hifadhi wakisubiri hali itulie. Ripoti zinaonyesha kuwa hali ya hofu imetanda na shughuli za kijamii pamoja na kiuchumi zimesimama kwa muda. Jeshi la serikali yani FARDC likishirikiana na wapiganaji wa kujitolea wanaojulikana kama wazalendo linaendelea na juhudi za kuzuia kusonga mbele kwa waasi hao, huku likijaribu kurejesha udhibiti kamili wa eneo hilo. Hata hivyo, bado hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa kufuatia mapigano hayo yaliyotokea siku ya jana. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa kuendelea kwa mapigano katika maeneo ya karibu na mji wa Bukavu kunaweza kuathiri zaidi hali ya usalama katika mkoa wa Kivu Kusini na hata kuhatarisha juhudi za kurejesha amani katika ukanda wa maziwa makuu au mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi sasa mamlaka za serikali hazijatoa tamko rasmi kuhusu hali ya sasa ya operesheni hiyo, lakini juhudi za kijeshi zinaendelea,
huku jamii ya kimataifa likiendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya migogoro huo. Kwa sasa wakazi wanahimizwa kuchukua tahadhari na kufuata maelekezo ya vyombo vya usalama ili kulinda maisha yao wakati operation hizo zikiendelea. Katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juhudi za kuimarisha mshikamano wa kijamii zinaendelea kushika kasi, hasa katika maeneo ya mashariki mwa nchi ya DRC yanayoathiriwa na hali ya usalama. Hivi karibuni mkutano muhimu umefanyika katika mji wa Uvira ukiwaleta pamoja viongozi wa kijamii na wawakilishi wa makundi mbalimbali ya wananchi. Siku ya Jumamosi tarehe 2 Mei, yani mwezi wa 5 mwaka 2026, mjumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi anayejulikana kwa jina la Jacques Kongolo alikutana na baraza la majadiliano ya kijamii, baraza la intercommunautaire katika mji wa Uvira. Mkutano huo uliwakutanisha wawakilishi wa jamii mbalimbali pamoja na vyama vya kijamii kutoka maeneo ya Uvira, teritwari ya Uvira, Fizi na eneo la Baraka na Uvira. Lengo kuu la mkutano huo lilikuwa ni kujadili namna ya kuimarisha mshikamano na umoja miongoni mwa jamii hizo, hasa katika kipindi hichi ambacho nchi hiyo inakuwa ikikabiliwa na changamoto za kiusalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Washiriki wakijadili nafasi ya viongozi wa kijamii katika kuleta amani ya kuzuia mgawanyiko inayoweza kudhoofisha juhudi za kurejesha utulivu. Katika mazungumzo hayo ilibainishwa kuwa kuna dalili za maendeleo madogo katika kuimarisha uhusiano kati ya jamii mbalimbali, jambo lililopokelewa kwa matumaini. Hata hivyo, changamoto bado zipo na zinahitaji juhudi za pamoja kutoka kwa viongozi wa kisiasa, kijamii na wananchi kwa ujumla. Jacques Kongolo kwa niaba ya mamlaka ya juu ya nchi aliwahimiza viongozi wa maeneo hayo kuendelea kufanya kazi kwa karibu ili kudumisha mshikamano. Alisitiza kuwa umoja wa wananchi ni silaha muhimu katika kukabiliana na tishio vya usalama vinavyoikabili nchi. Mkutano huo ulisisitiza umuhimu wa kuweka mbele maslahi ya taifa na kuachana na utofauti ya kikabila au kijamii ambazo mara nyingi hutumiwa kuchochea migogoro. Washiriki walikubaliana kwamba kwa kushirikiana wanaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa katika juhudi za kurejesha amani na utulivu katika maeneo hayo. Kwa jumla, mkutano huo umeonekana kama hatua muhimu katika mchakato wa kuimarisha mshikamano wa kijamii katika eneo la mashariki mwa nchi ya DRC, huku matumaini yakiwekwa katika utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari toka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Mamlaka za Ghana na Afrika Kusini zimeshutumu mashambulizi yaliyoripotiwa dhidi ya raia wa nchi hiyo nchini Afrika Kusini baada ya video iliyosambaa kwenye mtandao ikionyesha mwanamume wa Ghana akikabiliwa na kuambiwa arekebishe nchi yake. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Ghana sasa inaitaka Afrika Kusini kuchukua hatua mwafaka kuwalinda raia wake nchini humo. Taarifa ifuatayo ya Leila Mohamed inachambua jinsi tukio hilo lilivyozua ghadhabu nchini Ghana. We're making it very clear to you guys, Utitina, we don't want you here. We want you to fix your country. Video hizi zenye maudhui ya kuogofya zinamuonyesha mwanamume mmoja ambaye alitambulika kimakosa kama sio raia wa Afrika Kusini akishambuliwa na kundi la watu nchini humo. Video hii nyingine inamuonyesha mwanamume ambaye ni raia wa Ghana akizomewa na kuelezwa arejee nyumbani kuitengeneza nchi yake. We want you to fix your country. We can come to Ghana and do what you're doing. Video hizi ambazo zimepata umaarufu mkubwa mtandaoni zimezua hasira kali na kuwaghadhabisha wengi hasa nchini Ghana. Balozi wa Afrika Kusini nchini humo aliitwa kujibu maswali na serikali ya Ghana. Waziri wa mambo ya kigeni nchini humo Samuel Okudzato Ablakwa amewataka raia kuwa wenye utulivu na kutaka mamlaka nchini humo kuchukua hatua mwafaka. We demand from the South. Tunataka serikali ya Afrika Kusini kuwalinda wananchi wote, na pia tutahakikisha raia wote wa Afrika Kusini wanaoishi Ghana wako salama, kwa sababu hatuungi mkono mashambulizi ya aina yoyote.
Afrika Kusini imesema kwamba inachunguza kisa hicho cha raia wa kigeni kushambuliwa na kwamba mamlaka nchini humo zitakutana na mabalozi wa mataifa yaliyoathirika kwa ajili ya kujadiliana kuhusu malalamishi hayo. Mataifa hayo mawili yamekuwa na uhusiano mzuri kwa miongo mingi. Ghana ilihusika pakubwa katika vita vya kupinga serikali ya ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. Rais wa kwanza wa taifa hilo, Kwame Nkrumah, alitoa msaada wa kifedha, mafunzo ya kijeshi na usaidizi wa kidiplomasia kwa wapiganaji wa ukombozi kutoka Afrika Kusini. Wengi nchini Ghana wanawataka raia wa Afrika Kusini kutambua mchango wa Ghana katika ukombozi wa taifa hilo. Waziri wa mambo ya kigeni Samuel Ablakwa amesema kwamba mwathiriwa ametambuliwa alipo na kupata usaidizi unaomfaa. Mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini yanachangiwa na mahangaiko ya kiuchumi, taarifa potofu na hali ya taharuki ambayo imedumu kwa miaka mingi. Waandamanaji wanaowalenga raia wa kigeni kutoka nchi nyingine za Afrika wameanza kutumia nguvu dhidi yao. Mashambulizi ya hivi majuzi yametokana taarifa kwamba kiongozi wa kijamii kutoka Nigeria alitawazwa na kupewa mamlaka nchini Afrika Kusini. Na kwa kuangazia zaidi juu ya taarifa hiyo ya Leila Mohamed, katika gumzo nimezungumza na mchambuzi Fernando Wele pamoja na mwandishi wa habari na mkazi wa Afrika Kusini Nixon Katembo, ambaye anaanza kuelezea hali ilivyo. Maandamano yalishuhudiwa hapo jana Jumatano, na maandamano hayo kwa mujibu wa waandamanaji yataendelea. Waandamanaji wanasema kwamba hawataruhusu raia wa kigeni kufungua maduka yao madogo madogo kabla ya Mwafrika Kusini ambao wanasema alipotezwa, na wanahisi kwamba wamepotezwa kutokana na mabishano ya kibiashara na wageni. Hii sio mara ya kwanza wala mara ya pili kwa uwepo huu wa vurugu ama chuki dhidi ya wageni Afrika Kusini kutoka ndani ya Afrika. Hii inaleta picha gani? Inaleta picha ya kwamba matatizo makubwa ambayo wa Afrika Kusini wamekuwa wakiyalalamikia yamekuwa hayafanyiwi kazi, na kutokana na hii situation ya xenophobia, haya ni matokeo tu na wala sio kwamba kisababishi. Visababishwaji ni vingi ambavyo wa Afrika Kusini wanakuwa wakividai. Wageni wanavyoingia wanakuwa wako juu sana kwenye masuala ya kiuchumi, kutokana na kwamba wanakuwa wamejipanga kisawasawa kwenye masuala ya kazi na biashara. Sasa wa Afrika Kusini wanakuwa wanahisi kama vile wao nafasi zao zinakuwa zinachukuliwa na wageni. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba kutokea kwa mara kwa haya maandamano ni kutokana na changamoto za Afrika Kusini kuto kutatuliwa kisawasawa. Labda nirudi tena kwa Katembo. Kwa sasa raia wa kigeni ndani ya Afrika Kusini, hususan kutoka katika nchi za Kiafrika, usalama wao ukoje? Unaendelea kuimarika. Bila shaka kuna maeneo ambayo sio salama, na haya ni maeneo duni ambako kunaishi wa Afrika Kusini weusi walio wengi, vijiji, vitongoji vya mji mkuu. Lakini ukifika maeneo ambayo kidogo yana watu ambao wana kipato cha juu, unakuta kwamba watu wanaenda na shughuli zao bila kuhangaikia nani huyu ni mgeni au la. Hilo ni moja. Lakini ikija kwa jambo la pili ni kwamba pamoja na usalama kuimarika, kuna wageni katika maeneo haya ya maeneo duni pia wanafanya makosa katika kujihusisha na vitendo ambavyo ni kinyume cha sheria. Kwa mfano uuzaji wa mihadarati, bangi, na hasa pia kuwachukua wasichana wadogo wa Kiafrika Kusini na kuwaingiza katika biashara ya vitendo vya ngono. Na hii imebainika wazi kwa upande wa raia, kwa mfano kutoka Nigeria, kutoka Ghana, na kuna baadhi ya kutoka Afrika Mashariki ambao pia ni wachache tu wanahusika. Na sasa unakuja kuta kwamba hao wachache ambao wanafanya maovu wanaleta sura mbaya kwa wageni, na hivyo kusababisha chuki zaidi. Wale mmsikia Katembo alivyoelezea sababu ambazo labda zinafanya hao Afrika Kusini wawe wakali, na mwanzo pia ulizungumza sababu ambazo zinafanya chuki dhidi ya wageni iwepo. Sasa nani wa kumlaumu? Kuhusu nani alaumiwe, tuseme ni swala mtambuka, kwa sababu linajumuisha upande wa serikali ya Afrika Kusini, raia wake, pamoja na wageni wanaoingia ndani ya nchi ya Afrika Kusini. Lawama zitakuwa upande wote, lakini pia kuna haki za pande zote. Cha kutafutwa hapa ni chanzo halisi cha hali hiyo inayotokea ya ubaguzi wa wageni, hasa kwa upande wa serikali. Serikali inapaswa kutekeleza zile sera za nchi yake, hasa kwa upande wa
wa kulinda kazi ama ajira za wenyeji, lakini vile vile kuweka mikakati mizuri ya masuala ya biashara, hasa kuwaruhusu wageni kufanya biashara. Lazima kuwe na mipaka kwamba hizi biashara ni kwa ajili ya wenyeji, lakini na hizi kazi ni kwa ajili ya wenyeji. Vile vile masuala ya uhamiaji, lazima serikali idhibiti, ihakikishe kwamba watu wanaoingia wanaingia kihalali na ni watu wema. Na kwa upande wa watu wa Afrika Kusini raia, sasa tukumbuke kwamba hili ni taifa ambalo limepitia nyakati nyingi ngumu, sasa kwa upande wa ubaguzi. Kwa hiyo ni lazima kwamba serikali pia kuwasaidia raia hawa waweze kurudi katika hali ya kawaida, na raia wenyewe lazima watambue kwamba uwepo wa wageni si uharamu, isipokuwa inasaidia kuleta changamoto na ushindani katika biashara na kazi. Na wageni lakini wanaoingia katika nchi za watu ni lazima pia wapate semina au mafunzo kutoka mataifa wanaotokea. Kwa mfano labda wanaotoka Afrika Mashariki ama nchi jirani kama ya Zimbabwe, watu wanaotoka Nigeria, serikali zao zihakikishe kwamba raia hao wanaoenda Afrika Kusini wanakwenda kwa lengo lipi na wanakwenda kufanya kitu gani. Kwa hiyo swala ni kuangalia pande zote na si kwamba upande upi ulaumiwe. Katembo, kuna tofauti kwamba kuna hawa wanashambuliwa kwa vile wanafanya biashara haramu, labda hawakai kihalali, lakini kuna wengine wanaachwa, au wageni wote wanashambuliwa bila kujua nani mzuri nani mbaya. Vurugu zozote ambazo zinatokea zinaendeshwa na kundi halichagui huyu ni mgeni mzuri na huyu ni mgeni mbaya. Kwa mfano, kuna madaktari wengi tu wa kigeni ambao wanafanya katika hospitali za Afrika Kusini. Kuna wakufunzi ambao ni wengi. Mimi mwenyewe nimewahi kuwa mkufunzi katika moja hapo ya vyuo hapa nchini. Sasa kija vurugu kama hizi hazichagui mtu kabisa. Hilo ni moja. Jambo la pili, tujikite kwenye swala la pia la kutazama swala la kisiasa hapa nchini Afrika Kusini, kwamba pamoja na vurugu hizi zikuwa zinatokea wakati ambapo kuna sintofahamu ya kisiasa. Tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Chama tawala cha African National Congress kiko katika serikali ya mseto na vyama vya upinzani, na kila mtu anataka kuendesha sera zake. Kuna vile vyama ambavyo vinaelezea wazi sera ambazo zinakinzana na msimamo wa serikali na katiba na kuelezea wazi chuki dhidi ya wageni. Sasa hii ni mojawapo ya changamoto lazima tuzifikirie kuendelea mbele na kujenga utangamano ndani ya jamii ya Afrika Kusini kwa mujibu wa sheria zilizopo na isiwe swala la kisiasa. Sasa mimi ninavyoona hapa, pamoja na kuwa raia hawa ambao wanaandamana wanaishi kwenye maeneo duni, ndio wengi wapiga kura katika nchi hii, na nadhani uchaguzi wa serikali za mitaa ndio maana ni kama serikali imechukua swala hili shingo upande na kutolivalia njuga kama ilivyokuwa hapo mbele, sababu huwezi kukubali kwamba hivi vikundi hivi ambavyo vinaandamana na kuhamasisha raia wengine dhidi ya wageni vinashinikizwa na polisi. Sasa unajiuliza nini kilichoko nyuma hapa zi. Unadhani haya yanaendelea Afrika Kusini yanaathiri kiasi gani uhusiano wa nchi hiyo na mataifa mengine barani Afrika? Athari zipo kubwa kutokana na haya yanayotokea Afrika Kusini. Watu wengi watakuwa wanakuwa na hofu. Tukumbuke kwamba Afrika ya Kusini ni miongoni mwa nchi za Afrika ambazo ziko juu sana kiuchumi. Sasa uchumi wake hauwezi kutegemea taifa lake peke yake, linategemea mataifa mengine ya nje na pia mwingiliano wa watu. Sasa inapotokea swala kama hili, tayari moja kwa moja kwanza kunakuwa na athari ya kiuchumi, ambapo watu wengi wafanyabiashara watakuwa wanasitasita kuweza kuingia nchini Afrika Kusini. Lakini vile vile serikali za mataifa mengine zitaweza kuwazuia raia wake wasiweze kuingia ndani ya taifa la Afrika Kusini endapo tu haya hayatadhibitiwa kama yakiendelea hivi. Na kwa kumalizia, maoni kwa ujumla kwa hali ilivyo, tuanzie na Katembo ambaye unakaa Afrika Kusini. Kinachohitajika hapa ni sheria kuchukua mkondo na wageni wanaoishi nchini Afrika Kusini kuheshimu sheria za nchi na kufuatana kabisa na maagizo ambayo yanapewa na serikali, na wale walioingia bila vibali waweze kulomba vibali, wapewe vibali. Upande mwingine, raia wa Afrika Kusini nao malalamiko yao baadhi ambao ni ya kiuchumi yashughulikiwa na serikali. Wale kwa upande wako?
Kwa upande wa serikali za Afrika, hasa mataifa ambayo raia wake wanaelekea chini ya Afrika Kusini, zinapaswa kutoa mafunzo. Kwanza, wanapoingia kule wahakikishe kwamba hawafanyi uhalifu wowote ama vitendo vyovyote ambavyo vitaashiria kwamba vinaweza vikasababisha hali ya kubaguliwa. Lakini vile vile serikali ya Afrika Kusini ni lazima ijitathmini, iangalie zile sera za masuala ya biashara na kazi ndani ya taifa lake, na hili sio tu kwa taifa la Afrika Kusini, hasa pia mataifa yote ya Afrika ikiwemo Afrika Mashariki. Nam ni mchambuzi Fernando Wele pamoja na mwandishi wa habari na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za siku ya leo tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share, na mtu mwingine anasema unajiabone, una comment, vile vile una partage. Na basi acha niendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagula Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi tena za kuaminika tena kwa muda muafaka. Na basi tukutane katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya kesho. Asante.